Katika nchi nyingi za Afrika ikiwemo nchi yetu, kuzaliwa au kupata ulemavu wa kiungo fulani cha mwili ni tiketi ya moja kwa moja umaskini na kuishi maisha umaskini. Kipofu au kiziwi au bubu au kiwete hujiona ni watu walioshindwa, wasio na thamani, tena wasioweza kuleta utofauti katika jamii, na hivyo ndivyo jamii inavyowatazama. Lakini swali la msingi ni kwamba, je, Mungu hawezi kuwatumia watu wenye ulemavu fulani wa viungo vya mwili? Au je, Mungu hajawekeza utajiri wa Roho wake na ufahamu wake ndani yao? Shalom wanafamilia wenzangu wa Kitabuni Kuna Kitabu, ambao tumebarikiwa na Mungu Baba kwa utajiri wa baraka ya ufahamu wa kiungu kwa njia ya utajiri wa uwana na ufalme wa Mungu. Hongera kwa kuwa kwako hakuna hali au mazingira au jambo lolote linaloweza kukuzuia kuwa mkuu na kufanya utofauti mahali popote unapokuwepo. Hii ndiyo maana halisi ya mwenye ufahamu wa Kristo hazuiliki. Endelea kufanya makuu mahali ulipo. Hii ni Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Karibu tena katika makala zetu pendwa za Kitabuni Kuna Kitabu. Nyumbani ni karakana. Kauli hii ni moja ya madarasa muhimu ambayo Roho Mtakatifu ametufundisha na kutusisitiza sana katika taifa la Bwana pete ya muhuri. Nyumbani mtu hujengwa, nyumbani mtu huimarishwa, nyumbani mtu hukuzwa, nyumbani mtu huboreshwa, nyumbani mtu huwa mkuu. Nyumba ikikosa falsafa, watoto utapatapa. Nyumba yenye falsafa huzaa wana ambao ni washindi bila kuzuiliwa na umri walionao. Mnamo mwaka 1815, mkuu wa shule wa kijiji cha Coupvray huko Paris, Ufaransa, alitoa ripoti ya maendeleo ya mtoto wa miaka 6 ambaye alikuwa na upofu. Ripoti yake ilielezea hivi: kijana wenu ni mbishi, mtukutu, tena hapendi shule. Kwa wiki 3 sasa amekuwa hudhurii vipindi darasani. Mfundisheni kuwa na nidhamu. Ripoti hii haikuwa jambo la kushangaza kwa wazazi wa kijana huyo, mzee Simon Rell na mkewe Bi Monique Baron. Hata kabla ya kuchunguza sababu za ripoti hiyo, tayari walifahamu kuwa kijana wao hakufurahia elimu aliyokuwa akiipata na amekuwa hapati majibu ya maswali yake kwa walimu. Walipokuja kuchunguza, walikuta ndicho kilichokuwa kimetokea. Kijana huyo alisema kuwa elimu yao inachosha, tunaimba tu siku nzima kitu kimoja, hawanijibu maswali ninayowauliza, ndiyo maana nimeacha kuingia darasani. Moja ya swali ambayo inasemekana aliwauliza walimu wake ni hili: tufanye nini ili kipofu asijione kipofu? Swali lilokuwa limelenga kupata ututuzi wa kusaidia vipofu kufurahia elimu na waweze kuleta utofauti kwenye jamii. Kama ilivyo ada, ndani ya ufalme wa Mungu, mambo ambayo kwa akili za wanadamu hayawezekani au ni magumu, Roho Mtakatifu huyafanya kwa urahisi kupitia wana wa Mungu. If you can't simplify it, you can't enjoy it, you can't be productive. Yani, pasipo roho wa neema, wana, usimamizi, ubunifu na ukalimani, mambo huwa magumu. Tena huwezi kuyafurahia na kuleta maongezeko mahali ulipo. Hii ni kauli iliyojenga msingi wa mafanikio ya familia ya mzee Simon Braille. Katika kipindi ambacho wakulima katika kijiji chake walilima kwa ugumu mkubwa, yeye alifikiria kutumia farasi na ng'ombe kulima. Ugumu ulipotokea katika kuongoza wanyama hao kulima, yeye alileta ubunifu wa mikanda ya ngozi imara kwa ajili ya kuwasaidia kuwafunga wanyama hao wakati wa kulima. Hii ndiyo ilipelekea kupanua uwezo wake wa kufanya kazi kutoka kuwa mkulima tu mpaka kuwa mtengenezaji na muuzaji wa mikanda ya ngozi ya wanyama. Mzee Braille siku zote alihakikisha mwanaye anakuwa karibu anapofanya kazi zake. Mara kadhaa wanunuzi wa mikanda hiyo walipofika dukani kwake, walimshangaa kuona akizungumza masuala ya kurahisisha kazi na mtoto wake aliyekuwa na umri wa mwaka mmoja tu. Wengine walisema, huyo mtoto haelewi, lakini kwa mzee Braille alifahamu nini alichokuwa anafanya. Katika umri ule wa mwaka mmoja hadi 3, mtoto huyo alipenda sana kumtazama baba yake akifanya kazi, jambo lililomfanya kupenda kushinda dukani kwa baba yake kuliko mahali pengine popote. Ama kwa hakika, mwana hujifunza na kufanya vyote anavyomwona baba anafanya, tena hufanya hata na zaidi. Moja ya kazi iliyomvutia sana mtoto huyo ni upangiliaji wa vifaa katika shefu za duka na ile kazi ya kutoboa vitobo katika ngozi ili kupitisha kamba na kutengeneza mkanda imara.
Siku moja akiwa na umri wa miaka 3, alikuta mlango wa duka upo wazi. Hivyo aliingia na moja kwa moja akachukua kisu cha kutobolea ngozi, akaanza kutoboa ngozi kama alivyokuwa akimuona baba yake anatoboa. Ghafla kisu alikisukuma vibaya na akajitoboa jicho lake moja. Hali ikawa si shwari. Hakuweza kuona tena kwenye jicho lile. Ndani ya wiki 2, kutokana na ukosefu wa utaalamu wa kutosha katika afya, ilipelekea jicho la pili kuathiriwa na kisha kupata upofu macho yote mawili. Pengine ingekuwa katika nchi ya Giningi, tungesema huo ndo mwisho wa kuishi kwake, lakini atukuzwe Mungu aliyeweka msingi imara wa ufahamu wake ndani ya wazazi wake, ambao hata katika hali hiyo waliendelea kumuonesha mtoto wao kwamba anaweza kuuishi ukuu wa Mungu uliopo ndani yake. Miaka 3 ilitumika kumjenga katika uhodari na ujasiri mkubwa kwa kupitia maarifa ya ufalme wa Mungu. Kijana mwenyewe aliwahi kushuhudia akisema, baba yangu aliendelea kukaa na mimi dukani kwake. Aliendelea kunieleza kila kitu alichokifanya. Aliniuliza maswali na alitaka nitoe majibu. Alitaka nifikiri njia rahisi ya kunifanya nione ijapokuwa sione. Alichonga vidoti katika mbao kunifundisha kusoma na kutambua alama. Hata siku moja hakuwahi kufikiri ndani yake kwamba mimi ni kipofu. Alinifundisha kuwa mtu mwenye imani, nione zaidi ya macho ya mwilini. Kama ilivyo ada, utofauti unaofanya mahali fulani ndio unaokufanya uishi tofauti na kukutoa eneo moja mpaka jingine. Wakati mkuu wa shule wa kijiji alipoona tabia mbaya, taasisi ya watoto vipofu iliona ukuu ndani ya mtoto huyu. Katika umri wa miaka 10, alipata udhamini wa masomo kwa 100% katika taasisi hiyo iliyopo Paris. Hakika hii ilikuwa ni hatua nyingine ya kuandika historia yake ya ukuu. Kijana huyu aliyeitwa Louis Simon Reine Braille aliona hii ni fursa ya kufanya jambo jipya kwa ajili ya vipofu wote duniani. Wakati huo alipokuwa akiingia katika taasisi hiyo, ulikuwepo mfumo mmoja tu wa kuwasaidia wanafunzi vipofu kujua kusoma na kuandika. Hata hivyo, mfumo huo ulikuwa ni mgumu kutokana na kuwa na vitu vingi sana vilivyoleta ugumu katika kujifunza, pia kuweza kuwasaidia kufanya mambo zaidi ya kujua kusoma na kuandika. Usiku mmoja akiwa ametulia baada ya maombi kabla ya kulala, Roho Mtakatifu alimkumbusha jinsi baba yake alivyokuwa akimsaidia kutambua alfabeti kupitia ubao aliokuwa ametoba vitobo. Hapo hapo alijua kuwa anapaswa kufanya jambo kuwasaidia wengine kujifunza. Louis Braille hakuruhusu upofu uwe kizuizi kwake wala umri usimletee kizuizi. Miaka yake 12 aliona inatosha kubadili ulimwengu. Hakika alitambua ya kuwa unaweza kuwa mshindi katika umri huo huo ulionao. Louis Braille akaamua kuwa mshindi. Ndani ya miaka 3 alifanya kazi usiku na mchana kuunda mfumo wa kusoma kwa kutoboa vitobo vidogo vidogo katika ubao na mabati vilivyokuwa vinaunda alfabeti na alama nyingine 63. Mnamo mwaka 1824, akiwa mwenye umri wa miaka 15 tu, alifanikiwa kukamilisha kazi yake hiyo. Kazi ambayo iliwasaidia wanafunzi wengi kujua kusoma na kuandika kwa urahisi, lakini pia kufanya utunzi wa nyimbo, vitabu na kazi tofauti za fasihi. Lakini kama tunavyojua, wanadamu wamejiwekea mifumo yao ya kuweza kupitisha gunduzi tofauti tofauti kutumika. Mojawapo ni vyeti vya elimu zao za utaalamu. Hii ndio maana Bwana aliwaambia taifa la Bwana pete ya muhuri kuwa na baraza la wazamivu. Licha ya msaada mkubwa uliotokana na ugunduzi wa Louis Braille, hata shule yake hawakukubali ugunduzi huo kuwa rasmi mpaka mwaka 1854, miaka 30 baadaye, na dunia nzima ikaja kuupitisha mnamo mwaka 1932, miaka 108 baadaye. Hivi leo duniani kote Braille ndio mfumo unaotumika katika elimu za watu vipofu. Siku zote ataendelea kuenziwa na kuheshimiwa kutokana na ugunduzi huo. Asante mwana wa Mungu Louis Braille kwa kutuonyesha kwamba kuwa mwana wa Mungu ni kuwa na roho wa Mungu ambaye huzidi vikwazo vyote vya kimwili. Hongera nawe mzazi ambaye umeamua kuwa na falsafa ya ufalme wa Mungu na kuwakuza wanao katika falsafa hiyo. Hongera kwa kuwafundisha wanao kuwa wokovu sio njoo upone kansa, njoo upone upofu, njoo upate mume au mke, bali ni kuwa mwana wa Mungu. Hongera kwa kuishi ufahamu wa Kristo. Ulikuwa nami msimulizi wako Neila Tony katika makala hii ya Kitabuni Kuna Kitabu iliyoandaliwa na kuandika na mchungaji Erne Mbara.
Tukutane wiki ijayo. I love you.